Naomba tuende moja kwa moja tukasome neno la Mungu linalopatikana katika kitabu cha Marko mtakatifu sura yake ya 4. Lakini tunaposoma na kumruhusu Roho wa Bwana aweze kutuingiza in deep, yani tuingie ndani, tuinjire damba, atufunulie zaidi kuhusu neno hilo. Unaweza ukasoma ukasema alituliza bahari, imekwisha, ili mitume wasizame, si ndio? Lakini kuna zaidi ya hilo ambalo sisi tunaliona kwa macho ya mwili, ambalo lilisababisha atulize bahari au unyamazishe upepo. Kuna zaidi ya hilo ambalo tunaona kwa macho ya mwili. Alifanya hivyo ili mimi na wewe leo, wale ambao walikuwa nao siku ile hawapo, ili mimi na wewe leo tupate funzo fulani kuhusu kutuliza bahari. Naomba usome. Ya 35 hadi 41. Biblia inasema, siku ile ulipokuwa jioni, akawaambia na tuvuke ngambo. Wakauacha mkutano. Wakamchukua vile vile alivyo katika chombo. Na vyombo vingine vilikuwa pamoja naye. Kulikuwa na vyombo vingine hapo. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo. Ikaja dhoruba kuu ya upepo baharini. Mawimbi yakakipiga chombo. Hata kikaanza kujaa maji. Hallelujah. Hallelujah. Mawimbi yakakipiga chombo, hata chombo kile kikaanza kujaa maji. Lakini kumbuka ya kwamba kwa juu ametuambia ya kwamba aliingia katika kile chombo, wakamchukua vile vile, yani mzima jinsi alikuwa, ila kulikuwepo na vyombo vingine. Hakikuwa kimoja, vilikuwa ni vingi, vimetulia tu, havitishiki, ni vinyeganyega. Kiswahili ni kigumu jamani. Saa zingine nasema mpaka nasikia kujingata ulimi. Yani vilikuwepo vyombo vingine, lakini vilikuwa havitikisi. Wakamchukua mzima, wakayaacha makutano, wakakwenda naye katika chombo hiki kimoja. Walikuwa wanaenda ngambo, lakini walipofika katikati ya bahari, tunaona ya kwamba walipigwa na dhuruba. Chombo kikaanza kujaa maji. Wewe maliza tu, mengine nitatafsiri baada. Naye mwenyewe alikuwa katika sheti, amelala juu ya mto. Alikuwa amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Yani hujali hata kuona tunataka kuangamia? Akaamka akaukemea upepo. Akafanyaje? Akaukemea upepo. Alikuwa ameweka mto, lakini kwa namna nyingine Biblia inatuambia huwa hasinzii wala halali, si ndio? Ila hapa wanatuambia alilalia mto akasinzia mpaka akaenda kuamshwa. Alipoamshwa akaukemea upepo. Akaiambia bahari, nayo masikio ya kusikia huwa nayo inasikia sauti ya Bwana, huwa nayo inatii.
Haleluya. Wanadamu tunashindwa kutii, lakini bahari ilimsikia na ikamtii. Endelea. Nyamaza utulie. Nyamaza na utulie. Upepo ukakoma. Upepo ukajua ya kwamba yupo aliye zaidi ya upepo. Amenambia ni nyamaze nitulie, na ukakoma. Kukawa shwari kuu. Ikawaje? Shwari kuu. Yani pakawa kimya. Yani pakawa, bahari katulia kabisa. Unajua kutulia? Yani nikitulia hata inzi akinigusa siwezi kufanya. Nimetulia tu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Hamna nini? Imani bado? Hamna imani bado. Wakaingiwa na hofu kuu. Wakaingiwa na hofu. Yani kwa namna nyingine walijawa na uoga. Wakaambiana. Wakasemezana. Ni nani huyu basi? Acha nikuulize. Si wao ndo walimchukua mzima? Si walimpeleka kwenye chombo na akaacha nini? Makuta. Sasa hawakujua ya kwamba wako pamoja na Yesu. Wote tunaona kwamba walikuwa ni mitu. Si kweli? Asa Asa wanaanza tena kuuliza, ni nani huyu haswa? Sasa waliyemchukua mzima ni nani? Na waliyemwamsha walizani anaenda kufanya nini? Na walipomwamsha hawakujua uweza wake? Why walimwamsha kama hawakujua kwamba anayo nguvu ya kutuliza upepo? Kwa nini sasa wanaulizana? Malizia baba. Ni nani huyu basi? Hata upepo na bahari humtii. Mwambie sitasoma maandiko mengi, lakini ninakuomba Roho Mtakatifu, neno hili ambalo umepitisha kwangu, ambalo umeruhusu walioko Jumapili ya leo wakaweze kulisikia, ukawafunulie zaidi, wakaone zaidi ya kile ambacho wanakiona au wanakitegemea, wakavuke ngambo nyingine ili wakaweze kuona yale ambayo macho ya nyama hayawezi kuona. Neno hili likatengeneze jambo ndani ya maisha yao. Nitakaposema mimi haitawasaidia chochote, bali ninakuruhusu Roho Bwana kazungumze na mioyo yao, mimi nikawe kipaza sauti tu. Maana neno lako linaposhuka linakuja kubadilisha ambayo yameshindikana kubadilika. Asante kwa sababu udhihirisho wako utaenda kuonekana. Ni katika jina la Yesu naomba nikishukuru. Amen. Hili neno nililisoma, nikamwomba Roho Mtakatifu nitafsirie kwa nini. Kwa nini bahari? Kwa nini upepo? Kwa nini zoruba? Ulipotuambia au yalipoandikwa, ulitaka kutuonesha tu ya kwamba ipo zoruba? Ulitaka kutuonesha ya kwamba umeponya mitume wako? Tukisha jua ya kwamba uliwaponya hiyo zoruba wasizame, itatusaidia nini? Ina faida gani kwetu sisi? Yes, uliwaponya, ndiyo, zoruba imekusikia, upepo umekutii.
Je, kwetu sisi ambao ni kizazi kilichopo sasa, neno hili linakuja kutufaidisha nini? Haleluya. Nikasikia ndani yangu ya kwamba neno hili halikurudilia hapa ambapo munaangalia, ama hiki ambacho munakisikia. Hapana. Kwa sababu gani liliandikwa? Ni ili muweze kufikiria zaidi, mumwambie Roho Mtakatifu awafundishe zaidi, muangalie ni faida gani iliyomo katika kunyamazisha upepo. Yesu aliangalia akaona ya kwamba katika maisha yetu tunayoyaishi, ndiyo tumempokea yeye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ndiyo tumemwamini yeye, amen, ndiyo tumemfuata yeye. Lakini katika safari ya wokovu ambayo tuliomo, kuna dhuruba, kuna upepo. Unaweza ukajiuliza, ni upepo gani ama ni dhuruba gani wakati sijatembea baharini? Lakini dhuruba hii si ya bahari, ni ya maisha unayoyapitia, mwana wa Mungu. Katika maisha unayoyapitia ipo dhuruba. Pamoja na Yesu aliyembeba mziwa mzima ndani yako, dhuruba ipo bado, inakupiga, inakupeleka, inakurudisha. Maisha yanashindikana, mambo yanakaza, maisha yanakataa, watoto inakataa, ndoa inashindikana, lakini bado unambeba Yesu, unasema niko naye. Uko katikati ya dhuruba, lakini Yesu aliyembeba amesinzia na hujatambua ni nguvu gani alionayo juu ya hiyo dhuruba inayokupiga katika hayo unayopitia. Haleluya. Nikatambua ya kwamba anataka kutukumbusha ya kuwa tunaye Yesu lakini tunanyanyasika, tunaye Yesu lakini shida zinatua, tunaye Yesu lakini magonjwa, tunaye Yesu lakini tunasahau ya kwamba alinyamazisha dhuruba. Yawezekana amelala, yawezekana ndani yako amekaa kimya, yawezekana ndani yako amenyamaza, lakini kazi kwako kumwamsha na kumwambia Bwana, nimetafakari na nikakuta ya kwamba zaidi ya hii ngambo ni wewe unayeweza. Hapa nilipo katikati ya dhuruba, hapa ninapopigwa, hapa ninapochekwa, hapo ninapolala njaa, hapa ambapo watoto imeshindikana, hapa ambapo ndoa imekataa, hapa ambapo nimekosa kazi, hapa ambapo ninanyanyasika, wewe nimekupokea mzima mzima na kubeba ndani yangu, lakini bado sijakuruhusu ukatende. Mitume wakamwambia Yesu, wakamwamsha, Bwana mkubwa, haikwambia kitu kwamba tunataka kuangamia. Inakupasa kumwambia Yesu ya kwambia, haijakwambia kitu hichi ninachokipitia kwa kumaanisha. Haijakwambia kitu kuwa ninakubeba lakini ninapigwa mawe. Haijakwambia kitu kuwa nimekupokea lakini bado nadharaulika. Haijakwambia kitu, muda ni huu, nyamazisha dhuruba hii. Haleluya, haleluya, haleluya. Zipo dhuruba za aina nyingi. Zipo dhuruba za umasikini, zipo dhuruba za ndoa mbaya, zipo dhuruba za kukataliwa, zipo dhuruba za magonjwa, zipo dhuruba za kuonewa, zipo dhuruba za kustokuwa na kibali. Lakini sikiliza, Bwana mkubwa yupo ndani yako. Alafu umempa mto kabisa, amelala, amenyamaza kwa sababu hujamruhusu ili aweze kutenda. Unatakiwa kumruhusu, ukamupa nafasi ili aweze kuligusa hilo. Usipofanya hivyo atalala mpaka utakapo situka ya kwamba ninaangamia sasa, si ndio? Haleluya, haleluya, haleluya.
Tunajiuliza hapa, mitume walisema huyu ni nani ambaye lakini kumbuka ya kwamba walimbeba mzima mzima. Unaweza ukawa umempokea mzima mzima kabisa, umebatizwa kwenye maji mengi, umemjaza ndani yako, umetembea naye, lakini umekosa siri moja tu. Mwambie Bwana mkubwa, imetosha. Dhuruba inakusikia, na hii dhuruba inayonipiga iweke mwisho, na atafanya. Anachosubiri ni wewe kumwamsha, kumuita, kumupa nafasi ya kutosha. Asiwe tu wa kutembea naye, hapana. Hakuna linaloshindikana kwake, halijawahi kutokea. Wewe lile unaloliona kama mlima mkubwa mbele zako, ana uwezo. Kama aliweza kuweka njia katikati ya bahari ya Shamu ili wana wa Israeli wapite, ana uwezo gani? Si zaidi? Je, lako litamshinda? Lako litamshinda? Usiwe kama mitume waliomchukua mzima mzima. Sikiliza, wapo watumishi wa Mungu, wapo walokole ambao tumempokea Yesu, tunatembea naye kweli kweli, tunakubali kunyanyasika, ya kwamba matunda yako mbele ndio, tunakubali kuyapitia ndio, lakini sikiliza, utafika wakati ambapo dhuruba itapiga mpaka utashindwa kuhimili. Sikiliza, utashindwa kuidhibiti, kwa sababu umemwacha Yesu alale. Wewe unavunjika peke yako. Unayabeba peke yako, yanakuvunja. Unayabeba peke yako, yanakuvunja mgongo. Unayabeba peke yako, mabega yanauma. Unayabeba peke yako, kichwa kinauma. Unayabeba peke yako, nasikia moyo unataka kupasuka. Lakini tukikutazama umejipaka mafuta ya mgando, unang'ana kumerameta, tunazani kila kitu kiko shwari. Hamna shwari yoyote. Kabla bado umemwacha lale, haujawa na shwari. Maana Biblia inatuambia ya kwamba bahari ikawa shwari. Hata hayo mambo yako anaweza kuweka pakawa shwari. Hata uko kuonewa panaweza kuwa shwari. Hata hayo matusi anaweza kuweka shwari. Waliokudharau anaweza kupawekwa shwari, alafu ukaheshimika. Walipomwamsha walivuka ngambo, hawakuvuka ngambo. Walivuka, lakini wangeacha, wangeangamia. Wakisema ya kwamba wamemchukua, akaacha makutano yote na wakambeba mzima mzima ndani ya chombo. Lakini kumbuka ya kwamba kuna vyombo vingine vilikuwa vimetulia hapo. Hivi vyombo vilivyotulia, hivi vyombo vilivyotuliwa, kwa nini viliitwa vyombo na kile kikaitwa chombo kimoja? Yaani hivi ni vingi, kile ni kimoja tu. Maana yake wewe uliyekaa hapo, yapo mambo ambayo Bwana amewekeza ndani yako ili ufalme wake uweze kwenda mbali, ili injili iweze kufikia kila mtu. Kuna vipawa ameweka ndani yako, lakini umekaa umetulia kama hivyo vyombo. Unatulia na ulimuona Yesu. Kwa nini? Simama ukatumia hicho chombo chako, Bwana akakutumie kama atakavyo. Unakaa. Lakini katikati yenu kuna wahubiri, katikati yenu kuna manabii, katikati yenu kuna mitume, katikati yenu kuna waimbaji wa kimataifa, katikati yenu kuna waombaji ambao wanaomba kama jinsi alisimamisha mvua na ikakubali. Katikati yenu kuna uweza, lakini mumemwacha Yesu. Mmekuwa vyombo vilivyobaki hapo tu, ila ni vyombo. Haleluya, haleluya, haleluya. Usipotoa sahani kabatini ukaiosha, haiwezi kutoka eko vumbi.
Unapokula chakula na kuiacha sahani mezani, usipoipeleka na kuiosha, patatokea wadudu. Chombo kinapokaa sehemu moja, kama ni cha chuma, basi jua ya kwamba kutu itaanza kuota. Chombo kinapokaa sehemu moja, jua ya kwamba kisipokuonesha kuwa kimetoboka, hata kama ni aluminium ambayo haishiki kutu haraka, sikiliza, siku utaenda kukinyanyua kwa kuchelewa, utaona tu hiki wanasemaje, kisusu chake hiki kikalio hiki kinabaki chini, kwa sababu hakifanyi kazi. Haleluya, haleluya. Acha kukaa wewe ni chombo. Acha kutulia tu wewe ni chombo. Unajua vizuri ya kwamba Bwana amewekeza kitu ndani yako, lakini bado unakaa nacho tu kwenye kiti. Unaangalia fulani afanye. Sikiliza, unaangalia fulani afanye. Wakati utafika, utajiuliza kwa nini sikusimama nikafanya wakati bado nina nguvu. Usimwangalie askofu ama mama mchungaji. Tazama kile Bwana alichokiweka ndani yako, kikafanye kazi. Wakaviacha vyombo, wakamchukua mzima mzima, wakamweka ndani ya chombo kimoja, wakaondoka wakijua wanavuka ngambo, na yeye ndiye aliwaambia wavuke ngambo. Lakini wamefika katikati ya bahari, wakapigwa na upepo. Umekaa hapo. Wapo ambao wanapigwa na upepo huku na huku, lakini ungisimama wewe chombo, ungeweza kuwatia moyo na kuwakumbusha ya kwamba mwamsheni, bado anatenda. Lakini umekaa, umetulia tu. Unasema kazi ni ya fulani, si ya fulani. Mradi umempokea kuwa Bwana na Mwokozi, cha muhimu umemchukua mzima mzima, huko naye. Lakini je, unamtumia? Unaweza kwenda dukani ukachukua suti mpya kabisa, kaondoka nayo, umenunua hela nyingi sana, ukaweka kabatini, ukao naiangalia, tunakupiga picha. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa 4. Sijui kama hata hiyo miaka inaweza fika. Ukienda kuvaa, ukifanya hivi, kipande kinabaki mkononi. Sijui kama mnanielewa. Sijui kama mumenielewa. Sijui kama linaingia. Juzi nilikuwa naongea na mama kuhusu jambo fulani. Nikamwambia wakati huu ambao tumefika, hatutazame, lakini ni nyakati za mwisho. Anayetaka kumshika Yesu amshike kabisa. Maana ni wakati ambao hata wale waliomjua Mungu wanamuacha, wanakuwa ni mashabiki wa mambo yasiyokuwa na kichwa na miguu. Nikamwambia ninatamani ingekuwa ninao uweza wa kufungua moyo wa mtu, nikaingiza ndani ninachokisikia ndani yangu, ningefanya hivyo. Maana kila kilichoandikwa ndani ya Biblia kiko kinatimia. Neno linatuambia atakuja kama mwizi. Sasa anaporudi kama mwizi, akakuta chombo chake alichokiandaa ili kiweze kufanya kazi yake bado kimekaa tu, sijui kinasubiria nini. Kimekaa tu, kimetulia kando ya bahari, na wakati kimeandaliwa ili kiweze kuvuka ngambo na kivushe wengine. Maana chombo chako kisipofanya kazi, hawa walioko nyuma yako hawatavuka ngambo. Sijui kama mnanielewa.
bahari, tunataka kuvuka ngambo, ni lazima tuvitumie vyombo, si ndio? Na tukitaka kuingia mbinguni, wapo ambao Bwana aliandaa ili tuweze kuwaongoza njia ya kwenda mbinguni, ili tuwaweze kuwafundisha wakaweze kumpokea. Lakini wakati chombo chako kinakaa, watavuka bahari lini? Wataujua wokovu lini? Watajua kile ambacho Bwana aliweka ndani yako. Yenda hicho ndicho wanasubiria ili waweze kumjua Yesu. Haleluya. Jina la Bwana libariki. Mwana wa Mungu, acha kuangalia fulani na fulani. Ni wakati wako chombo chako kifanye kazi, ili wale ambao Bwana aliandaa kwa ajili ya chombo hiki kiwavushe. Maana vyombo ndivyo vinatuvusha. Nilipokutana na mama yangu na baba yangu, walinifundisha neno, wakanipa kupiga hatua. Leo singiweza kusimama, sikukuwa naelewa ya kwamba ipo wakati Bwana atanitumia kama chombo. Haleluya. Wapo wengi nyuma yako ambao wanasubiri tu. Hata ende askofu kuambia hawawezi kusikia. Hata ende mzee Mkude kuambia hawawezi kumuelewa. Hata ende mama yangu akatenda miujiza hawatamsikia. Lakini sikiliza, wanasubiri kauli yako na neno lako ambalo Bwana atapitisha ndani yako ili wapande chombo hiki wavuke ngambo. Kwa sababu miongoni mwao hakuna aliyeandaliwa kuingia katika chombo hiki. Hakuna aliyeandaliwa kuingia katika chombo hiki, na hakuna aliyeingia kuingia katika chombo kile. Wanasubiri chombo chao ili wapande na kuvuka ngambo. Sasa kwa nini unawachelewesha? Kwa nini unawachelewesha? Kwa nini unawachelewesha? Usione ya kwamba huwezi. Unaweza sana. Haleluya. Sikiliza, niwape tu mfano kidogo. Yawezekana dada huyu alimjua Yesu kwa miaka 20 iliyopita. Si ndio? Yawezekana ameombewa hata na hakina Suguye sijui nani huko. Kanyaga mafuta sijui na kunywa mafuta. Lakini bado hakupata uponyaji. Alikuwa anasubiri nini? Chombo kile kiweze kufungua kinywa, kimshuhudie, Roho Mtakatifu ashike moyo wake, amlete akutane na muujiza wake, avuke ngambo. Wewe ni chombo. Jua ya kwamba wewe ni chombo. Haijalishi umempokea Yesu jana, haijalishi utampokea leo, wewe ni chombo. Na wapo pana mioyo inakusubiria huko. Pana mioyo inasubiri Kinyerezi. Pana mioyo inasubiri ufike Marekani ili uweze kuvuka ngambo na kumbeba Yesu. Tusipolielewa hilo, wana wa Mungu, ni nyakati za mwisho sasa. Tunapoona vita kila nchi inatokea, jua ya kwamba yameandikwa. Tunasubiri nini? Kama atakuja kama mwizi, hebu simama kwa wakati wako sasa. Sababisha wale kuvuka na waelekee ngambo. Kuna Muislamu amekaa hajamjua Yesu. Ameambiwa na watu wengi, lakini ameweka nyuma ya mgongo. Kuna chombo anakisubiria ili aweze kupanda na kuvuka ngambo. Haleluya. Haleluya. Mwataka tuangamie kabla hatujafika ngambo? Hebu mwamshe. Usimpe mto wenye magodoro mengi ndani eti asinzie sana. Au anakuangalia tu hivi, huyu hajui kama nipo. Punguza. Huo mto kama uliweka emo pamba nyingi, punguza. Mwamshe. Mwambie sasa kumekucha. Ni wakati
wa chombo kiweze kuvuka ngambo. Hallelujah. Hallelujah. Yawezekana hata mimi nimesimama kulihubiri neno la Mungu, lakini niko katikati ya bahari, upepo unanipiga kwa ajili ya maisha. Utajiuliza maisha gani? Hivi mama anaongelea maisha hivi, anajua maisha kweli? Anatudekea. Sikiliza, ni mfano na utoa, lakini hata mimi sijafika ngambo, kwa sababu sijamaliza kazi ambayo Bwana alinituma kufanya hapa chini ya jua. Yawezekana niko baharini, upepo unapiga, kuna mahali ambapo sijamwamsha. Kuna mahali sijamwambia Bwana mkubwa, vipi? Haleluya. Bado ninajiuliza huyu ni nani? Wakati ni huu. Tukumbuke ya kwamba tuliyemchukua mzima mzima, haukumpokea nusu, haukumpokea kipande, haukupokea kichwa ukaacha miguu nje. Ulimpokea mzima mzima na unatembea naye mzima mzima. Lakini je, unamtumia kama itakavyo inatakiwa umtumie? Au umemwacha unajipigania na kufanya unayoyataka? Wewe ni mtumishi, umepakwa mafuta na kupakwa. Kuthibitishwa tu kwa wanadamu, lakini mbele ya Mungu mlishapakwa mafuta. Ushathibitishwa. Uko katikati ya bahari, hujue wende wapi, hujue rudi nyuma au uendelee ama uzame. Unafikiria kuacha na kuviacha kabisa, ujitendee unayoyataka wewe. Upepo unakupiga, unakurudisha ndani ya nyumba, wanakufukuza. Mke anakukimbia au mume. Unalala njaa siku 2-3. Yaani huyu Yesu niliyembeba kweli? Ni mzima kweli? Sikia, ni mzima. Kwa taarifa yako, ni mzima na uzima wake ni wewe umempa mto alale. Usijali na mawe unayoyapigwa. Usijali na matusi unayotukanwa. Usijali na mipango yao mibaya kwenye maisha yako. Kuna Yesu mzima mzima umemchukua na kumbeba. Na muda wote unaweza kumwamsha akaamka na ikajulikana ya kwamba umembeba. Ilijulikana kwa mitume kwa sababu walimwamsha. Haijalishi mawe wanayokupiga, dharau wanazokudharau, lakini ninachojivunia ni kwamba nimeshambeba mzima mzima. Ni mimi sasa wa kukumbuka ya kwamba nilie naye ni mzima, si kichwa tu au si miguu tu, sijaacha mikono yake huko, bali nimemnyanyua jinsi alivyo nikambeba mzima mzima. Nikajitambua ya kwamba wakati umefika nimwamshe, nisimame, chombo kiendelee. Usijali na milima na mabonde unayoyashuka. Huoni njia, huoni mwanga, lakini umempokea mzima mzima. Kazi inayobaki, na ndiyo maana Roho Bwana alitaka kuzungumza nawe leo. Alikuja kukukumbusha ya kwamba unasubiri nini? Mwamshe, muendelee safari. Unasubiri nini? Unasubiri nini? Mwamshe, dharau ziishe. Mwamshe, manyanyaso yaishe. Mwamshe. Wasubiri nini? Ndicho Roho Bwana amekuja kuzungumza nao. Umembeba mzima mzima. Hukuacha utu tu miguu tu chini huko, ukambeba nusu.
Hukusubiria eti kwanza yule aliyeko ndani yako aje aote kwanza mkono. Aliingia na mikono yote, lakini umemtandikia na ukampa mto. Ukakubali kupigwa na zuruba. Ukakubali upepo ukufanye kama karatasi. Leo mwambie, nimetambua ya kwamba sijakuamsha kweli ili uweze kuonekana na washuhudie. Namalizia. Naomba unisomee Ezekiel 36 mstari wa 30 tu. Namalizia. Nisiwachoshe. Lakini naomba Roho wa Bwana akutembelee. Usiwe chombo kilichokaa tu bila kazi. Usiwe chombo kilichokaa tu mpaka kije kitoboke pale ambapo kimesimama. Ukumbuke ya kwamba kuna watu unawachelewesha kuvuka ngambo. Kwa ajili yako bado wanajivuruga ndani ya dhambi. Kwa ajili yako bado wanadhini. Kwa ajili yako bado wanakunywa pombe. Kwa ajili yako bado hawajapata watoto. Kwa ajili yako hawajaolewa. Kwa ajili yako hawajaoa. Wewe ndiwe chombo ambacho kinasubiriwa. Twende baba. Biblia inasema, nami nitazidisha matunda ya miti na mazao ya mashamba. Msipate tena kutukanwa na mataifa kwa sababu ya njaa. Na namalizia, hakuna vitu vya explanation ama matafsiri marefu. Hapa ninamalizia. Kazi nayo baki ni Roho wa Bwana afanye kazi ndani yako. Rudia. Nami nitazidisha matunda ya miti. Nami nitayazidisha matunda ya miti. Na mazao ya mashamba. Na mazao ya mashamba. Msipate tena kutukanwa na mataifa. Usipate tena kutukanwa na mataifa wakati umembeba Yesu mzima mzima. Usipate tena kupigwa na dhuruba. Usipate tena kupigwa na upepo wakati umembeba mzima mzima. Aya, rudia. Na namaliza hapa eti. Nami nitazidisha matunda ya miti. Atayazidisha nini? Akizidisha matunda ya miti unafanyaje? Unafanyaje? Si unashiba? Kama ilikuwa ni dhuruba ya njaa, hiyo imenyamaza. Na mashamba, endelea. Na mazao ya mashamba. Msipate tena kutukanwa na mataifa. Aya, akizidisha mazao ya mashamba. Aya, kila umoja wa mataifa atajua ya kwamba Yesu ameamka na amenyamazisha dharuba katika maisha yako. Amen. Miti takapodhaa matunda, mashamba yetu yakadhaa mazao, wa mataifa waliokupiga mawe, haijalishi wale ulio nao kanisani, watakapo kuona mti umezaa matunda, watakapoona shamba lako limezaa mazao mazuri, watajua ya kwamba Yesu ameamka ndani yake. Alimpokea kambeba mzima mzima. Alikuwa bado amemwacha alale, lakini amemwamsha na kila kitu kimebadilika. Watamshuhudia huyo Yesu wako. Hata kubali wa mataifa wafanyeje? Msipate tena kutukanwa na mataifa. Wakutukane tena kwa sababu ya njaa. Sikiliza, dhuruba inaponyamaza, sijui dhuruba ambayo iko kwenye maisha yako, na sijui
upepo unaoupitia. Lakini Yesu wajua, utakapomwamsha ukamwachia yote atende ndani yako, ukawa chombo kabisa cha kuweza kuvusha watu na kuwafikisha ngambo salama, wa mataifa hatokubali tena wakutukane, bali watauona utukufu wa Bwana. Watalishuhudia jina la Yesu. Watasema ya kwamba aliyekuwa amelala sasa ameamka. Watasema ya kwamba yule ambaye ya kwamba tuliona hawezi sasa anaweza. Yesu wake ni mzima. Tuache kumpa Yesu mto ndani yetu. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Chapa makofi kwa Yesu. Roho wa Bwana kafanye kazi ndani yenu. Namkaribisha baba, wakati mnasimama na kuchapa makofi, aje aweze kuombea watu. Karibu baba. Piga makofi mengi kwa ajili ya neno. Shangilia Yesu kwa makofi mengi. Kama ulimwacha Yesu amelala kwa muda mrefu, sasa ni siku ya leo umekumbusha umwamshe. Yesu uko naye muda mrefu, sasa leo mwamshe aweze kutenda kazi ndani yako. Hebu shangilia kwa makofi mengi sana.